Swali ambalo ningependa kuuliza siku ya leo ni hii zawadi utaidharau ama utaipokea? Hilo ni swali ambalo nauliza siku ya leo. Hii zawadi utaidharau ama utaipokea? Maana usipoipokea umeidharau, na ukiidharau huwezi kuipokea. Kwa hivyo chagua kama unapokea ama unaidharau. Na ndiyo swali linauliza, hii zawadi ninayotaka kuzungumzia mchana wa leo, utaidharau ama utafanya nini? Ama utaipokea. Hii zawadi utaidharau ama utaipokea? Hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Utaipokea. Yesu Kristo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hamjambo wasafiri wa mbinguni. Hamjambo tena. Nashukuru kwa kwaya, wameimba nyimbo nzuri. Nimefurahi kuja mahali hapa kuhubiri siku ya leo. Ninaanza upya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Maana haiwezekani na mtaja Yesu na Wakristo wamekimya ni kana kwamba ni wapiga Kristo. Kwa hivyo ninaanza upya. Hamjambo wasafiri wa mbinguni. Hamjambo tena. Siku ya leo tuna furaha sana kwa sababu tumesikia nyimbo nzuri na ni wakati wa kusikiza neno la Mungu. Haleluya. Na leo mahubiri yanasema hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Utaipokea. Na ukiidharau huwezi kuipokea, na ukiipokea huwezi kuidharau. Kwa hivyo swali ni kwamba hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Utaipokea. Na tunasema kwamba Yesu Kristo ni zawadi kutoka kwa Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu. Hangekuwa Mungu, hangekuwa zawadi. Yeye ni zawadi kwa sababu yeye ni nani? Ni Mungu. Tunampokea Yesu kwa sababu ni Mungu aliyetuletea wokovu. Kumkataa Yesu ni kumdharau, na kudharau zawadi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kusema Yesu ambaye ni Mungu kwamba si Mungu ni kumdharau. Na kwa hivyo swali la leo ni, huyu Yesu utamfanyaje? Utaidharau zawadi hii ama utaipokea? Hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Utaipokea. Huwezi kumpokea Yesu kama yeye si Mungu. Tofauti ya Yesu na wengine wote waliokufa msalabani ni kwamba Yesu akiwa msalabani alikuwa ni 100% Mungu na 100% mwanadamu. Akawa yeye ni tofauti kwa sababu yeye ni nani? Ni Mungu. Na kwa hivyo Yesu anakuwa zawadi kwako na anakuwa zawadi kwangu, sio kwa sababu ni mwanadamu kama mwingine yeyote, ni kwa sababu yeye ni Mungu. Maana Yesu hangekuwa Mungu, tofauti yake na Paulo, Petero, Yohana hakuna. Huwezi kumpokea kama kwako wewe yeye ni sawa na wenye hekima wengine, kina Socrates, Aristotle, Pythagoras, sijui nani. Hawezi kumpokea ukamweka yeye kwamba ni kama Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Nelson Mandela. Kama wewe unamuona hivyo, huwezi kumpokea, umemdharau. Yeye dhamana yake kubwa ni kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu kama yeye si Mungu, hana tofauti na sisi. Kama yeye si Mungu, hana faida kwetu.
Lakini faida kubwa ya Yesu ni kwamba jambo la ajabu lilitokea. Mungu akajinyenyekeza, akachukua mwili wa mwanadamu, akaishi kama mwanadamu ilhali yeye ni Mungu, na akakubali kuteswa ilhali yeye ni Mungu, na akakubali kufa ilhali yeye ni Mungu, na akafufuka. Dhamani kubwa ya Yesu ni kwamba yeye ni nani? Ni Mungu. Na ndiyo kinachomfanya Yesu kuwa zawadi, ni kwa sababu yeye ni Mungu. Ikiwa yeye si Mungu, yeye si zawadi. Mnisikilize watu wa Mungu, Yesu ana uwezo na mibaraka kwa sababu yeye ni Mungu. Haya, wacha niseme mambo ambayo kama uelewi nitaomba tu ufunge virago na uende nyumbani, maana hakuna kitu utaelewa baadaye kuanzia hapa. Kama hutaelewa hii, basi ondoka tu, tafuta makambi ya kwingine, pengine uelekee Mikocheni ama ujaribu Chalinze, picha ya ndege sijui wapi huko, uende. Ama mlifikiria ninyi peke yake ndio mnajua Tanzania? Tanzania naijua hata mimi. Haya. Mnisikilize watu wa Mungu, hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Utaipokea. Yesu ni zawadi anayesuluhisha matatizo yetu yote. Yesu ni zawadi ya uponyaji kwa wagonjwa. Yesu ni ufufuo kwa waliofiwa. Yesu ni zawadi ya ushindi kwa walioshindwa. Yesu ni zawadi ya urafiki kwa walio na upweke. Yesu ni zawadi ya mahitaji kwa maskini wanaohitaji. Yesu ni zawadi ya wokovu kwa waliosongwa na dhambi. Na Yesu ni zawadi ya amani kwa waliokosa amani. Na kwa hivyo Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu, anasuluhisha matatizo ambayo ni Mungu peke yake anaweza kusuluhisha. Haleluya. Na kwa hivyo swali ni kwamba hii zawadi utaidharau ama utaifanya nini? Ama utaipokea. Hii zawadi utaidharau ama utaipokea. Maana haya mambo ambayo nimeyasema Yesu hawezi kuyafanya kama yeye si Mungu. Ni Mungu peke yake anafufua. Ni Mungu peke yake anakuwa suluhisho kwa matatizo yote ya wanadamu wote. Ni Mungu peke yake. Na kwa hivyo ikiwa Yesu si Mungu, basi yeye si zawadi na yeye hana manufaa kwako. Na ndio nauliza, hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Ama utaipokea. Kumkubali kama Mungu ni kumpokea, na kumkataa kama Mungu ni kumdharau. Chagua siku ya leo, hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Ama utaipokea. Hili ndilo swali ambalo tutalijibu kwa njia moja au nyingine siku ya leo. Ukiamua husemi chochote, umejibu. Na ikiwa utajibu, umejibu pia. Usipojibu, umejibu. Hili swali litajibiwa leo. Leo hili swali litajibiwa. Maana ukiuliza mtu unanipenda, na anyamaze tu akuangalie, amejibu ama hajajibu? Nauliza, amejibu? Kwa sababu hajasema. Kwa sababu amekataa kusema na kupenda, amejibu. Kimya kinajibu. Na kwa hivyo siku ya leo, hii zawadi utaidharau ama utafanya nini? Ama utaipokea. Unajua siku moja Pilato alipoletewa Yesu na Baraba, Mathayo 27 mstari wa 22, Mathayo 27 mstari wa 22, akauliza umati wa watu kama umati ulioko hapa Salasala, akasema, sasa nifanyeje na huyu Yesu aitwaye Kristo? Wote wakajibu wakasema, asulubiwe.
Na hilo swali ndilo swali nimelileta leo, kwamba hii zawadi kutoka kwa Mungu utaidharau ama utaipokea? Hilo ndilo swali ambalo Pilato aliuliza makutano, kwamba huyu Yesu aliyefufua watu, huyu Yesu aliyewalisha mikate na samaki, huyu Yesu aliyewaponya magonjwa, huyu Yesu aliyewatendea mema, huyu Yesu aliyewafundisha mambo makuu, tumfanyeje? Na wao wakasema, huyo Yesu huyo tunataka asulubishwe. Kwa hivyo siku ya leo, swali muhimu sana, huyu Yesu utampokea kama Mungu, zawadi kutoka kwa Mungu, ama utamdharau kwa kusema yeye si Mungu? Wacha niwaambie watu wa Mungu, kuna mambo mengine ambayo si ya maana sana, ambayo sitayasema hapa. Kuna mambo madogo mepesi kama ya kusema kwamba karne ya 4 kulikuwa na mtu anaitwa Arius. Alianzisha mawazo yanayoitwa Arianism, ambaye alisema kwamba Yesu si Mungu. Alianza karne ya 4 baada ya Yesu, yaani baada ya Yesu tu kuondoka, na wakati sasa wanafunzi wa Yesu wanaanza kufa hapa na pale, akatokea mtu anaitwa Arius, akaanza kuwafundisha watu akisema kwamba Yesu si Mungu, na akasema kuna Mungu mmoja tu na ni Mungu Baba. Akasema mambo ya Yesu kuwa Mungu hayako, na historia yake imeandikwa. Lakini unakuta watu wachache wanasoma historia hiyo, wanafikiria wamesoma sana. Waliosoma wapo na wanajulikana. Na kwa hivyo ningewaambia mambo madogo kama ya Arianism. Nianze kufuatilia historia, jinsi alivyopambana na mwanaume mwingine anaitwa Athanasius. Mambo ambayo hata nikiwaambia hayana uokovu, maana sisi tutajijenga kwa neno la Mungu. Kama kuna Wakristo waseme amina. Na kwa hivyo sitaingia historia ya kuanza kuzungumzia Arius na Arianism ama Athanasius aliyekuja kumpinga Arius na kusema kwamba Athanasius akasema Mungu Baba ni Mungu, na Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho ni Mungu, kwa sababu kwa kila karne akitokea anayepinga Kristo, anatokea anayemtetea Kristo. Haleluya. Na kwa hivyo hata leo wakitokea wanaompinga Kristo hapa Salasala, watatokea wanaomtetea Kristo. Haleluya. Na kwa hivyo Arius alipotokea na kumpinga Kristo, akatokea pia Athanasius na akamtetea, akasema kwamba Yesu Kristo ni Mungu, na Roho Mtakatifu ni Mungu, na Mungu Baba ni Mungu. Na kwa hivyo Arius akawa mpinga Kristo wa kwanza katika historia. Alimpinga Kristo kiwaziwazi, na maandishi yake mengi yameandikwa, na watu wachache ambao wameshindwa kusoma Biblia wameenda kuyasoma hayo, na wanarudi wanafikiria kwamba wana elimu ya kutosha. Sisi ndio tunasimamia vyuo, tunapeana vyeti kwa waliosoma. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Ikiwa unafikiri umesoma, unakuja shuleni, unapewa mtihani, ukipita mtihani unachunguzwa na jopo la wakufunzi na kisha unapewa cheti. Kusoma mambo pembeni kwa mtandao kuhusu Arianism, Arius na Athanasius haikufanyi mtu ulielimika, na hatutaingia mbinguni kwa sababu ya vyeti vyetu vya shule. Wataingia mbinguni wengi ambao hawakuona darasa la shule na watakuwepo. Simseme amina kwa niaba yao. Najua ninyi mmesoma, semeni amina kwa niaba yao. Haleluya. Hatutafanya mtihani kuingia mbinguni, tutaingia kwa neema. Nimesema tutaingia kwa neema. Hatutafanya mtihani, tutaingia kwa nini? Na kwa hivyo siku ya leo nataka tumfikirie Yesu.
kama zawadi aliyetoka kwa Mungu, tunampokea ama tunamdharau? Hilo ndilo swali siku ya leo. Yohana mlango wa 17 mstari wa 5 inasema hivi, maneno ya Yesu, ili tu kutukumbusha kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni Mungu. Anasema hivi, Yohana 17 mstari wa 5, hili ni ombi la Yesu, na Yesu anasema, na sasa Baba, nipe mbele yako ule utukufu niliokuwa nao pamoja na wewe hata kabla ya dunia haijaumbwa. Yesu anasema kwamba alikuwepo yeye hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbwa. Alikuweko tangu milele za mwanzo mpaka milele za baadaye. Alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Na yule ambaye alikuwepo na yupo na atakuwepo ni Mungu peke yake. Na kwa hivyo, kwa maneno hayo machache, Yesu anatutangazia kwamba yeye ni Mungu. Anaomba. Na yani huyo anayeomba amezaliwa Bethlehemu miaka 33 iliyopita. Lakini anaomba akisema, Baba, ule utukufu tuliokuwa nao kabla dunia kuumbwa, sasa nirudishie utukufu huo. Yani anasema kwamba mwanzo wangu Yesu sio kuzaliwa Bethlehemu. Mwanzo wangu hauko na mwisho hauko, maana Yesu ni Mungu. Na faida yetu kwetu sisi ni kwamba Yesu ni Mungu. Haleluya. Maana Yesu asipokuwa Mungu, basi hana faida kwetu. Maana ni kama tumejiokoa wenyewe. Sijui kama mnanielewa. Ni kama tumejiokoa wenyewe. Lakini kama Yesu ni Mungu, basi kwa kweli tumeokolewa. Alafu Yesu anasema hivi katika Yohana mlango wa 10 mstari wa 30. Yohana mlango wa 10 mstari wa 30, anawajulisha watu uhusiano wake na Mungu Baba. Maana kuna watu walimuuliza, huyu Mungu Baba unamfahamu? Akasema, mimi na Baba tu mmoja. Akasema, mimi uhusiano wangu na Baba, mimi na yeye tuko sawa sawa kabisa. Sisi ni kitu kimoja. Akielezea waziwazi kwamba yeye Yesu Kristo ni Mungu sawa sawa na Mungu Baba, sawa sawa na Mungu Roho Mtakatifu. Na hilo ni jambo muhimu kwetu, kwa sababu Mungu alishuka ili atuokoe sisi, na sisi tunayemtegemea si mwanadamu mwenzetu, bali ni Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo tunapoimba kumtegemea Mwokozi, hatutegemei mwanasiasa wala mwanafalsafa, tunamtegemea Mungu, kwa sababu Yesu ni Mungu aliyeshuka kutuokoa. Haleluya. Na ndio huyo Yesu anasema kwamba mimi na Baba ni kitu kimoja. Na kwa hivyo tunapomtegemea Yesu, tunamtegemea Mungu. Na kwa hivyo alikuwepo kabla ya mwanzo, na yeye na Baba ni kitu kimoja. Yohana mlango wa 8 mstari wa 46. Yohana mlango wa 8 mstari wa 46. Yesu anasema hivi, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yesu akatangaza mbele ya watu wanaomfahamu tangu azaliwe Bethlehemu, akawaambia kwamba nataka mshuhudie ni nani anasema nina dhambi. Hiyo ni kumaanisha kwamba tofauti kubwa ya Yesu na sisi ni kwamba hakutenda dhambi. Haleluya. Na kwa hivyo akawa kondoo asiye na mawaa, asiye na kosa lolote, asiye na dosari. Akaja akafa kama mwana kondoo kwa sababu yetu. Na Biblia inasema kwamba hakutenda dhambi. Na ndio sababu anasema, ni nani kati yenu anishuhudiaye kuwa nina dhambi? Na watu wanaowauliza, nusu yao ni maadui zake. Na hakuna aliyeinua mkono na kusema kwamba ninashuhudia una dhambi, kwa sababu Yesu hakufanya dhambi. Na kwa hivyo anafaa kuwa kielelezo na anafaa kuwa mwokozi wetu. Kama kuna Mkristo aseme amina.
Waibrania mlango wa 4 mstari wa 15. Waibrania mlango wa 4 mstari wa 15. Waibrania mlango wa 4 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba kwa maana huyu kuhani wetu mkuu si kuhani ambaye hawezi kutuhurumia katika udhaifu wetu, bali ni kuhani ambaye kwa kila hali amejaribiwa kama sisi, lakini pasipo kutenda dhambi. Haleluya! Kwamba Yesu alijaribiwa kwa kila namna na hakutenda nini? Dhambi. Na kwa hivyo tunapomtegemea Yesu, Yesu hakutenda dhambi, kwa sababu Mungu hatendi dhambi, na anaweza kutuokoa kutoka kwa dhambi kwa sababu yeye hakutenda dhambi. Angetenda dhambi, hata yeye angehitaji mwokozi. Angetenda dhambi, angehitaji nani? Angehitaji mwokozi, lakini hakutenda dhambi, na yeye ni Mungu, na kwa hivyo yeye anafaa kuwa mwokozi wetu kwa njia yote ile. Haleluya, watu wa Mungu. Na kwa hivyo hii zawadi ya Yesu ambaye ni Mungu aliyekuwepo kabla ya uumbaji, hii zawadi ya Yesu ambaye ni Mungu aliye sawa na Mungu Baba, hii zawadi ya Yesu ambaye Biblia inashuhudia kwamba hakutenda dhambi, utaidharau ama utaipokea? Hilo ndilo swali siku ya leo. Yohana mlango wa 14 mstari wa 6 anasema kwamba mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Yeye hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu. Yesu anasema kwamba yeye ndiyo mwokozi wetu. Anasema kwamba mimi ndimi njia, na anasema mimi ndimi uzima. Na huyu Yesu tena anasema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Ukisoma Marko mlango wa pili, wakati kuna mgonjwa aliletwa mbele ya Yesu, Yesu akatangaza akamwambia, ewe kijana, dhambi zako zimesamehewa. Na yule mwenye uwezo peke yake wa kusamehe dhambi si malaika na si baba na si kiongozi wa dini, ni Mungu peke yake. Marko mlango wa 2 mstari wa 5, Yesu alipoona imani yao, walipovunja paa na kuteremusha yule mgonjwa aliyepooza, akasema kwa yule mtu aliyepooza, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Akamsamehe dhambi. Na waliokuwa pale wakashangaa, wakasema, ni nani huyu anasamehe dhambi? Kwa sababu wanajua ni Mungu peke yake ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na Yesu akamsamehe dhambi yule mtu aliyepooza, kwa sababu Yesu ni Mungu, na ndiyo sababu anasamehe dhambi. Ni Mungu anasamehe dhambi, na Yesu akamsamehe dhambi. Wale watu wakasema, yani hivi? Yesu akawaambia, kwani mlitaka nisemeje? Kwa sababu mimi ni Mungu, chochote nikisema atapona tu. Akamwambia kijana, chukua godoro lako enda nyumbani. Alipona ama hakupona? Alipona ama hakupona? Chochote ambacho Yesu anasema kinaleta uponyaji. Haleluya. Hata leo kukaa tu hapa kwa mahubiri kusikiliza neno la Mungu itakuletea uponyaji na suluhisho mkubwa. Sema amina. Kama umesema utapata, kama hukusema hupati. Na Yesu anaweza kusema mambo ya siku za usoni. Ukisoma Yohana 14 mstari wa 19, anaweza kusema mambo ya siku za usoni yatakayotokea. Anasema kwamba nimewaambia mambo haya. Yohana 14 mstari wa 29. Yohana 14 mstari wa 29 anasema kwamba nimewaambia mambo haya kabla yafanyike, ili yatakapofanyika muamini kwamba mimi ndiye. Nasema kwamba ninawaambia mambo yatakayotokea, kwa sababu Yesu ni Mungu, anajua mambo ya siku za usoni. Na pia yeye anashinda kifo. Wakati alienda kumfufua Lazaro, Yohana 11:25 anasema kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Hakuna, anasema kwamba yeye aishie ndani yangu, yeye aniaminie mimi ataishi ijapokuwa amekufa. Kwamba anasema yeye ndiyo ufufuo.
Hakuna mwanadamu anafufua, ni Mungu peke yake anafufua. Na ndiyo nawauliza siku ya leo, huyu Yesu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Huyu Yesu ni zawadi kwa sababu Mungu akaacha enzi yake, akaja akachukua mwili wa mwanadamu, akaishi na wanadamu, akakubali kuteswa na akafa msalabani, ili kwamba wewe na mimi tupate kielelezo, tupate wokovu na tupate suluhisho ya matatizo yote kwa maisha. Yesu ni zawadi. Na yeye ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo, hii zawadi unaipokea ama unaidharau kwa kusema si Mungu? Na unajua, anasema yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Hatima ya wanadamu wote siku ya mwisho itakuwa mikononi mwa Yesu. Mathayo 25 mstari wa 31 na 32 anasema kwamba mwana wa Adamu atakaposhuka na utukufu wake na malaika pamoja naye, ataketi katika kiti cha utukufu wake. Mataifa yote yatakusanywa mbele yake, na atawatenganisha jinsi mchungaji anatenganisha kondoo na mbuzi. Hatima ya wanadamu wote iko mikononi mwa Yesu. Na kwa hivyo Yesu si mwanadamu kama wewe. Yesu si nabii kama nabii yoyote. Yesu si mwanasiasa. Yesu si mfalme kama wafalme wengine. Yesu ni Mungu, na ndiyo faida ya Yesu katika maisha yetu. Mnasemaje watu wa Mungu? Na kwa hivyo Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni nani? Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu ni zawadi kwa sababu yeye ni Mungu. Hata maisha yetu ya baadaye yako mikononi mwa nani? Mwa Yesu. Anasema yeye ndiye atakayeamua. Jinsi mchungaji anaamua huyu ni mbuzi, huyu ni kondoo, ni yeye ataamua, na mataifa yote yatakusanywa mbele yake na atafanya uamuzi huo. Yesu ndiyo zawadi. Utaipokea ama utaidharau. Na ndiyo sababu, kwa sababu ya wapinga Kristo wengi, Yohana akaandika katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 18, 22, 23 hata mlango wa 4, akisema kwamba yeyote anayemkataa Yesu hana roho wa Mungu ndani yake. Anasema kwamba watoto wadogo, mumesikia kwamba katika siku za mwisho watatokea wapinga Kristo, na kuna watu wanakaa hata ndani yetu wa Adventista ambao wanasema Yesu si Mungu, Roho Mtakatifu si Mungu. Wao ni wapinga Kristo. Wao ni wapinga Kristo, wanamkataa Kristo. Na ndiyo Yohana akaandika akasema mjihadhari. Na ndiye anasema Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 22 kwamba muongo ni nani? Ni yule anayepinga kwamba Yesu ni Kristo. Mtu kama huyu ni mpinga Kristo. Mungu ameleta zawadi na kuna watu wanakataa zawadi. Wewe pengine kwa sababu ya uzee ama ugonjwa unahitaji bakora. Nikikuletea bakora ni zawadi ama si zawadi? Ukiikataa utatembeaje? Wewe unaumwa na kichwa, nikikuletea dawa zinazotoa maumivu ya kichwa, ukiikataa utaponaje? Wewe uko uchi, unatembea uchi, aibu ya uchi wako, nikikuletea nguo na uzikatae, utajisitirije bila mavazi? Yesu ni suluhisho ambalo limekuja kutoka kwa Mungu na ni Mungu, na sisi tukimpokea tunapata suluhisho kwa maisha ya sasa na uzima wa milele kwa maisha ya baadaye. Mnasemaje? Lakini tukimkataa inakuwa ni laana katika maisha haya na ni laana hata katika maisha ya nini? Ya baadaye. Na ndiyo sababu nimekuja tu na swali moja hapa. Nauliza, hii zawadi utaidharau
ama utaipokea? Ningependa kutoa wito mchana wa leo kwa yule ambaye angependa kuipokea kwanza kwa njia ya ubatizo. Naita wito mbili. Wito wa kwanza ni wale wanahitaji ubatizo. Wito wa pili ni kwa wale wasiohitaji ubatizo lakini wanahitaji maombi. Ikiwa kuna mtu yeyote anahitaji ubatizo ili apokee zawadi ya Yesu Kristo ambaye ni suluhisho ya matatizo yote katika maisha haya na pia ni uzima wa milele katika maisha yajayo, ninaomba mahali popote ulipo usimame kama ungependa ubatizo ili uweze kumpokea Yesu na mkubali Yesu. Kama uko mahali popote pale usimame. Nasubiri, lakini sitasubiri sana. Je, yuko yeyote anasema kwamba ningependa kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo, awe suluhisho wa mambo yote 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 yote, mambo yote yote yote? Je, kunaye yeyote anayehitaji ubatizo? Kama huko usimame mahali ulipo. Nasubiri. Je, kuna yeyote angependa kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo? Kabla sijaita wito wa pili kwa wote ambao wanamkubali Yesu kama Mungu. Je, kuna yeyote? Simama mahali ulipo. Kama kuna yeyote asimame mahali alipo. Ningependa kuita wito wa pili kwa wale ambao wanasema tunakubali Yesu kama Mungu ambaye ni zawadi tumepewa kwetu na tunaipokea kwa sababu Yesu ndiye suluhisho ya mambo yote ya maisha haya na pia ndiye anayetuhakikishia uzima wa nini? Uzima wa milele. Kama kuna yeyote anasema kwamba ninampokea Yesu kama Mungu, asimame. Mungu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa zawadi ya Yesu Kristo. Tunashukuru sana kwa Yesu ambaye ni Mungu, akaacha uungu wote na utukufu wote, akaja hapa kuishi maisha kama mwanadamu, kiwa 100% Mungu na 100% mwanadamu, ili kwamba atuokoe sisi kila siku na mwishowe atuokoe tupate uzima wa milele. Tumesimama siku ya leo tukishukuru kwa zawadi hii, tukiipokea zawadi hii, tukisema kwamba Yesu Kristo, ingia ndani ya maisha yetu, utubadilishe, utuokoe, utusaidie kila siku na hata milele. Hili ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen.